halafu nitaelezea kwa kifupi. Ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, tumekuona katika wiki hii ukizungumza na sisi. Hata leo tunapoelekea kuhitimisha masomo haya, tunaomba Bwana ukawe pamoja nasi. Pengine kuna mtu hakuweza kufuatilia wiki nzima, lakini umempa nafasi katika siku ya leo. Zungumza naye kadri ulivyopanga. Tunaomba kwa imani ni kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Yeremia 32 ni mwendelezo wa maisha ya wana wa Israeli baada ya kufika katika nchi ya Kanaani. Miaka mingi kabisa baada ya kufika pale. Siku ya Jumatano jioni nilifundisha juu ya kisa cha Hezekia. Katika miaka yake 15 ya kuongezewa, ndipo anapata nafasi ya kuweza kuzaliwa kwa mtoto wake Manase. Manase alipozaliwa akiwa na miaka 12, anatawazwa kuwa mfalme wa Yuda. Manase anaanza uongozi wake. Ndipo tunaelekea katika somo letu katika Yeremia 32. Manase anakuwa moja ya wafalme wabaya kuwahi kutokea. Licha ya baba yake kuweza kuomba na kuwa mfalme mzuri, aliondoa sanamu katika falme ule, lakini Manase anarudisha ibada ya sanamu. Manase anarejesha ibada zisizostahili tena, anaanza kuabudu miungu. Anaendelea, wanakuja na wafalme wengine. Inafika wakati wa mfalme Sedekia, naye anaendeleza hayo. Taifa la Yuda lote linakuwa limepotea dhambini, linakuwa limemwasi Mungu. Na inapofika wakati huo, Mungu anaamua kulichukua taifa hili, anaamua kulipeleka katika utumwa. Mungu anaanza kuzungumza na manabii waliokuwepo mahali pale. Akazungumza na nabii Habakuki, watu hawakusikia. Akazungumza na Sefania, watu hawakusikia. Akazungumza na Isaya, watu hawakusikia. Hata Yeremia akaendelea kuzungumza nao, lakini bado watu hawakusikia. Ilipofika wakati wa Yeremia, Sedekia akamwambia Sedekia mfalme ya kwamba unatenda yaliyo maovu sana katika nchi hii. Bwana atatuchukua katika utumwa, na wewe pia utachukuliwa katika utumwa. Yeremia, kwa makwazo hayo aliyofanya mbele ya huyu mfalme, Yeremia anachukuliwa na kuwekwa gerezani. Anapokuwa gerezani, Mungu anamletea ujumbe ya kwamba atakuja ndugu yako, atakwambia ununue shamba, na wewe wapaswa kuweza kulinunua shamba hilo. Ndugu yake Hanameli. Yeremia hakuyasadiki haya. Baada ya muda mfupi, anakuja mtoto wa mjomba wake anaitwa Hanameli. Hanameli anamwambia, nina shamba rafiki yangu, ninaliuza, na wewe ndiyo mtu sahihi wa kuweza kulinunua. Yeremia yuko gerezani, anapaswa kuweza kununua shamba. Bado kuna nafasi. Kuna wakati mambo hayako vizuri, unaona mwisho wako, lakini Mungu anazungumza na wewe ya kwamba sharti uweze kusonga mbele. Wapaswa kufanya hivyo, maana bado kuna nafasi. Yeremia yuko gerezani, mtoto wa mjomba wake anamfuata na kumwambia, ninauza shamba, na wewe ndio mtu sahihi wa kuweza kununua shamba. Yeremia anakumbuka maneno ya Mungu na anasema, kweli napaswa kuweza kulinunua shamba hili. Anamwambia Hanameli, tutaandaa mkataba. Nilipofika hapa, niliona mazingira ya mkataba unavyotakiwa kuweza kuandaliwa. Anaandaa mkataba, anamlipa fedha kwa ajili ya shamba hilo, anawaita mashahidi, anawaambia, na wao pia yeye na Hanameli wanaweka sahihi ya kwamba muuzaji na mnunuzi. Na baada ya kufanya hivyo, anamuita ndugu yake Baruku na kumwambia, chukua hati hii, kahifadhi katika chombo cha udongo, kahifadhi vizuri. Bwana ndiye aliyeniambia ninunue shamba hili. Ni kweli niko gerezani, ni kweli napitia magumu na sijui nitatoka lini, lakini nimeambiwa ninunue shamba. Rafiki yangu, na kukumbusha asubuhi ya leo, licha ya changamoto tunazozipitia, licha ya magumu tunayoweza kuyapitia, lakini bado kuna nafasi. Yeremia ananunua shamba kwa thamani kubwa, shamba ambalo aliletewa ujumbe wake akiwa gerezani.
hakupata hata nafasi ya kwenda kuliona, lakini ananunua shamba na kuweka sahihi katika hati na kuhifadhi hati hiyo. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu wakati anamtokea Yeremia na kumwambia Yeremia, ni kweli nitalichukua taifa hili katika uhamisho, watu wataenda Babeli, lakini hipo wakati mtarudi hapa, upo wakati mtakaporudi hapa, mashamba na viwanja vitanunuliwa katika thamani kubwa. Yeremia anapokaa pale, taifa lote la Yuda linachukuliwa uhamishoni. Taifa linaenda uhamishoni, watu wanaanza kwenda uhamishoni. Hata Yeremia anaanza kujiuliza, nimenunua shamba la nini? Maana kwa sababu ninaondoka, sharti shamba hili litachukuliwa na Babeli. Kwa sababu nimelinunua shamba hili na nimetoa fedha ya nini? Kwa nini nilitoa fedha hii ili hali na mimi naenda uhamishoni? Ndipo Yeremia anapoanza kumuuliza Mungu maswali magumu. Kwa nini uliniambia ninunue shamba? Kwa nini nimetoa fedha yangu? Ndipo Mungu anapomwambia Yeremia katika mstari wa 27, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mimi ndiye nilikwambia kwamba nunua shamba. Kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Hata asubuhi ya leo ninakuambia, asubuhi ya leo rafiki yangu, kuna jambo ukiliangalia unaliona wazi haliwezekaniki. Na ni kweli kwa tathmini yako mwenyewe binafsi, ama kwa tathmini ya watu wanaokuzunguka au wataalamu wa jambo hilo wamekuambia hili jambo haliwezekaniki. Asubuhi ya leo tunaulizwa, je, kuna jambo gumu lolote asiloliweza? Kwa sababu unapitia jambo hilo, Mungu ameweka pia njia ya kuweza kutokea. Kwa sababu jambo hilo limekubalika kuweza kupita katika maisha yako, Bwana ameweka njia ya kuweza kutokea. Taifa la Yuda linakwenda uhamishoni, linaenda utumwani, linakaa huko kwa miaka 70. Yeremia amenunua shamba, lakini anatakiwa kwenda uhamishoni zaidi ya miaka 70. Ni jambo lisilokuwa la kawaida. Hata changamoto yako yaweza kuwa na miaka kadhaa. Hata wewe ukikaa ukihesabu, unaiona haifai kuwepo katika changamoto kwa miaka hiyo, na kweli umeshakwisha kukata tamaa, hauoni tena tumaini jingine, maana imepita miaka mingi na umeomba na ukamsihi Mungu na ukiamini, aliamini katika ahadi hii. Maana Mungu ndiye aliyemwambia nunua shamba, na wakati ambapo mkamilifu nitakapomaliza adhabu dhidi ya watu hawa, mashamba na hata mashamba ya mizabibu itanunuliwa katika gharama kubwa. Yeremia, wakati watu wanarudi hapa, wanaanza mwanzo wa maisha yao, hawana mashamba, hawana kila kitu, naweza kuliuza kwa gharama kubwa. Mimi sijui changamoto yako imekuwa kwa muda gani, lakini jambo moja nililojifunza ni kwamba Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Wote wenye mwili. Kwa kuwa wewe ni mwanadamu na huko katika ulimwengu huu, Mungu anasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Katika ile changamoto yako, katika lile jambo unaloliomba kila siku, yeye ni sehemu ya Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gumu lolote asiloliweza? Ninakukumbusha asubuhi ya leo, licha ya jambo lolote unaloweza kuwa unaliendea, bado kuna maisha baada ya kwenda uhamishoni. Bado kuna maisha baada ya kupitia changamoto. Asubuhi ya leo nitakusihi na ninakuomba. Watu wengine wanaweza kuimba na kusema, ati kuna mvua njema, lini Bwana wewe utaninyeshea? Ninakwambia asubuhi ya leo, wakati mkamilifu bado atakunyeshea. Wakati mkamilifu bado atakunyeshea. Asubuhi ya leo sijaja kwa ajili ya kuja kuhubiri sana. Natamani tuweze kuomba. Natamani wote tulioko hapa na walioko online wapate nafasi na kuomba na kumwambia Mungu, katika changamoto hii niliyoipitia, katika jambo hili nililoliomba kwa miaka mingi, kama uliweza kumwambia Yeremia anunue shamba wakati taifa linaenda uhamishoni, hata mfalme amechukia na kumweka katika kifungo. Kwa nini mimi leo, asubuhi ya leo? Kwa nini mimi katika wiki hii? Kwa nini mimi katika ulimwengu wa sasa? Bwana, usinitendee lile jambo, maana bado kuna nafasi. Wenda wewe umefiwa na mpendwa wako, ni kweli umekata tamaa, yeye ndiye alikuwa msaidizi katika maisha yako. Asubuhi ya leo nakwambia bado kuna nafasi. Yaweza kuchukua kitambo fulani, utateseka kweli, lakini bado kuna nafasi. Yawezekana una kazi,
Ni kweli unahangaika. Hata wazazi kule kijijini wanakupigia simu na kuambia rudi kijijini, na kweli unahangaika, lakini upati kazi, na kuambia bado kuna nafasi. Iwezekana unafanya biashara, ni mwaka wa 10, kila unachojaribu hakiwezekaniki, umekata tamaa kabisa. Lakini Yeremia alinunua shamba wakati taifa linaenda uhamishoni, na kuambia asubuhi ya leo bado kuna nafasi. Ati kuna mvua njema, ati kuna mvua njema. Naomba tuweze kuimba wimbo huo wakati tunapoenda kwenda kuomba. Rafiki zangu Together in Christ na Elda Mkundi mtakuja kutuongoza katika wimbo huo. Natamani kila mmoja wetu aliyoko hapa na aliyeko online apate nafasi kuweza kumwambia Mungu, wiki nzima umesema juu ya kwamba bado kuna nafasi. Kwa nini nafasi yangu katika changamoto yangu isiwe wiki hii? Kwa nini isiwe wiki hii? Fungu la 27 katika Yeremia 32, maneno hayo yaliyoko hapo yakawe sehemu ya tumaini katika maisha yako. Tazama, mimi ni Bwana wa Mungu, Bwana Mungu wa wote wenye mwili, wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Je, kuna neno lolote? Karibuni sote tunapoenda kuomba asubuhi ya leo. Natamani popote ulipo, pengine hata uko kwenye gari unaenda kazini, pengine uko katika daladala unaenda kazini, pengine uko mahali popote pale umekata tamaa, hauna tumaini tena, na kuambia asubuhi ya leo hakuna asiloliweza. Hakuna asiloliweza. Taifa hili licha ya kwenda uhamishoni zaidi ya miaka 70, ilifika wakati walirudi Yuda. Ilifika wakati walirudi, na hata Yeremia alivyolalamika na kuhisi ya kwamba amepoteza fedha zake, bado alilikuta shamba lile na aliliuza kwa thamani kubwa sana. Akakumbuka bado kuna nafasi. Tusogee katika zulia. Tusogee huku. Nawakaribisheni nyote tunapoenda katika magoti. Elda Mkundi, asubuhi ya leo wewe utatuongoza katika maombi. Karibuni unapoenda kupiga magoti mahali popote ulipo. Piga magoti. Mwambie Mungu katika lile jambo ambalo unahisi limekuwa gumu. Mwambie Mungu, ni kweli umesema kuna nafasi. Nafasi yangu ni lini? Ni kweli ninapitia jambo hili. Ninaomba Bwana ifike wakati nami Bwana ikawe sehemu yangu. Bado kuna nafasi. Kama Yeremia aliuliza maswali yote na akalalamika ya kwamba kwa nini nimenunua shamba, lakini Mungu anamwambia, tazama mimi ni Bwana wa wote wenye mwili, wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mimi sijui maradhi yako yamefika kiasi gani, sijui unapitia nini, sijui, lakini asubuhi ya leo na wiki hii nakukumbusha, bado kuna nafasi, bado kuna nafasi. Mwambie Mungu jambo lako, mwambie Mungu jambo lako. Utatumia dakika moja kumwambia jambo hilo, na mara baada ya hapo Elda Mkundi atatuongoza katika maombi. Bado kuna nafasi.
Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote Bwana usiloliweza? Baba muumbaji wa wote wenye mwili, asubuhi ya leo tena watoto wako tumekuja. Neno lako limetamkwa kutoka katika mimbara hii. Tumekumbushwa na mtumishi wako Yeremia namna ambavyo tunaweza tukakutegemea wewe kwa sababu bado kunayo nafasi. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo watoto wako wamekuja, lakini wakiwa na maombi ya kila namna. Kuna wengine wana ulaibu wa magonjwa ya namna mbalimbali, lakini wengine wamekuja kwa sababu wana shida za kifamilia. Wengine wamekuja wana shida za mahusiano. Wengine wamekuja wana shida za kibiashara. Wengine wamekuja kwa sababu wana shida za malezi. Kuna mwingine anasikiliza akiwa kitandani, madaktari wametamka haiwezekani tena. Lakini asubuhi ya leo tumekumbushwa kutoka katika kitabu cha Yeremia kwamba wewe ni Mungu wa yote na ni Mungu ambaye unayaweza yaliyo magumu. Na kwa sababu hiyo tumekuja tukiwa na imani hiyo, tukishika pindo lako kwa sababu ya imani hiyo ndogo tulionayo kwamba utatutendea, na nakuomba kwamba ukamtendee mtu asubuhi ya leo. Wiki hii imekuwa wiki ya baraka. Umeendelea kutukumbusha siku kwa siku namna ambavyo umetenda kwa watoto wako katika nyakati zilizopita, na umeendelea kutukumbusha tu kwamba tunapokusogelea wewe, tunapokuangalia wewe, kuna nyakati tutapita katika vipindi ambavyo ni vigumu. Kuna nyakati ambapo tutakuwa maeneo ambayo ni magumu. Kuna nyakati tutakuwa katika ofisi ambazo ni ngumu. Kuna nyakati ambazo tutakuwa katika biashara ambazo ni ngumu. Tumejaribu hili na kile, lakini inaonekana kama haiwezekani. Lakini wiki hii umetukumbusha tena kwa neno lako kwamba bado ipo nafasi. Na kwa imani hiyo ndiyo maana tumekuja tena katika uwepo wako, tukikulilia wewe, maana hatuna mtu mwingine. Wengine wataenda kwa waganga, wengine wataenda kupiga ramli, wengine wataenda kwa namna yoyote ile wanayoweza, lakini sisi tumetambua na kukumbusha kwamba hakuna jambo lolote usiloliweza kama tukiweka mbele yako. Hatufahamu inaweza ikawa lini, lakini tunaamini kwamba hata leo, hata sasa, kuna mtu atatoka hapa akiwa na moyo wa shukrani kwa sababu umemtendea.
Na Baba, tukitambua kwamba umetenda kwa mmoja wetu, hiyo inatuambia kwamba uko malangoni na nafasi yetu bado inakuja, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tukumbushe kulitambua hilo katika siku ya leo. Mtumishi wako Jeremia Odinga amenena, kamtendee mema katika maisha yake. Na yeye inawezekana ana ombi ambalo analo wiki hii, na Baba, anapokuomba kamtendee na kuzidi katika maisha haya. Endelea kumfanya kuwa mnyenyekevu, endelea kumfanya kuwa mtumishi mwema kwa kazi ambayo umempatia kulitumikia kanisa mwaka huu. Na Baba wa mbinguni, kama kuna ndoto yoyote alionayo hujamtendea, na kwa sababu wiki amejitoa kwa sababu ya kumega mkate wa uzima, Baba, ombi lake ukalijibu sawasawa na mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunalinyanyua kanisa hili la Magomeni mbele ya kiti cha enzi, kwa sababu kuna mikutano ambayo iko mbele yetu, mikutano ya pekee ya makambi ambayo tumebakiza ni siku chini ya siku 7 ambazo ziko mbele yetu, na hatimaye tuingie katika kutano hili takatifu. Baba wa mbinguni, tunajinyenyekeza na kujiweka wakifu mbele yako. Kila aliye muumini wa kanisa hili kamwandae kukutana na wewe katika mikutano hii. Ondoa kila aina ya changamoto ambayo inaweza kuwa mbele yetu, ondoa kila aina ya kwazo, ondoa kila aina ya kukatishwa tamaa, lakini watoto wako katuandae kwa ajili ya kukutana na wewe katika mkutano huu mtakatifu. Kunawezekana kuna upungufu wa fedha, lakini neno lako linasema dunia na vyote vijazavyo ni mali yako. Katika siku hizi 7 ambazo zimebaki, wapatie watoto wako kipato na wakakurejeshe, ili kwamba makambi yakafanyike kwa ajili ya utukufu wako. Tunawakumbuka wahudumu ambao watakuja kulihudumia hili kambi, kuanzia mnenaji mkuu Pastor Mnene Mwangi anapokuwa anajiandaa kutoka kule Marekani kwa safari ambayo ataianza siku ya Alhamisi. Tembea pamoja naye na hatimaye ukimfikisha katika viwanja hivi tuweze kulisifu jina lako. Watakaosaidiana naye, wachungaji mbalimbali, watoa mada mbalimbali, kuwa pamoja nao. Tuna waimbaji watatoka Zambia, tuna waimbaji watatoka Kongo. Baba wa mbinguni, tunawaweka mikononi mwako wanapojiandaa. Wengine nimeambiwa safari yao itaanza Jumatano. Baba wa mbinguni, shikilia safari yao na hatimaye ukiwafikisha, jina lako liweze kuhimidiwa. Asubuhi ya leo watoto wako watatoka katika sehemu hii, wataenda katika ofisi, wengine wanaenda mahakamani, wengine wanaenda katika biashara, wengine wanaenda kutafuta kazi, wengine wanaenda hospitalini. Baba wa mbinguni, katika kila njia watakayoenda, wewe tangulia na ukatende sawasawa na mapenzi yako. Tuandae kwa ajili ya sabato iliyo mbele yetu, na amini kwamba itakuwa ya baraka. Tunaomba tukiamini kwamba utatenda. Ndilo ombi letu la shukrani katika siku ya leo, na tunaomba haya yote katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen.
tumefikia mwisho wa vipindi hivi asubuhi ya leo, lakini niwapongeze na kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji ambao mmekuwa mkifuatilia toka tulipoanza juma hili, na niwaalike tena kujumuika nasi katika vipindi vingine itakapofika siku ya Jumatatu saa 12 asubuhi. Lakini kwa namna ya pekee niwakaribishe leo katika ibada ya ufunguzi wa Sabato ambayo itaanza saa 12 kamili jioni, na kesho pia tutakuwa na ibada kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunakukaribisha uendelee kuwa pamoja na channel hii ya Magomeni SDA kwa ajili ya kubarikiwa. Wote ambao mmehusika na kushiriki kwa juma hili, mitambo, wahubiri na kila mtu aliyehusika kwa namna ya pekee, waimbaji, Mungu awabariki sana. Na tunapokuwa tukitoka, niwakaribishe Together in Christ muweze kumtukuza Mungu, na Mungu awabariki sana. Sikitiko la moyo wangu, yeye Yesu ajua. Sononeko la roho yangu, pia Yesu ajua. Yesu ajua. Niwapo na hali ngumu, Yesu faraja yangu pekee, tumaini langu nyakati zote. Wanadamu wanitenge, yupo nami. Yesu faraja yangu pekee, tumaini langu nyakati zote. Wanadamu wanitenge, yeye yuko nami. Nawe usihuzunike tena kwa yote ya kusumbuayo, suluhisho la hayo yote ni kwake Yesu pekee. Yesu pekee. acha woga wasiwasi, Mwite rafiki Yesu atakujibu. Yesu faraja yangu pekee, tumaini langu nyakati zote. Wanadamu wanitenge, yeye yupo nami. Yesu faraja yangu pekee, tumaini langu nyakati zote. Wanadamu wanitenge, yeye yupo nami. Yesu faraja yangu pekee, tumaini langu nyakati zote. Wanadamu wanitenge, yeye yupo nami.